Alisema angeningoja. Alisema alinipenda. Alisema angekuja kunitembelea kila wiki wakati nikitumikia adhabu yangu. Na kwa muda alifanya hivyo kweli. Kisha ziara zilibadilika, joto kidogo, manukato zaidi, kukumbatiana kwa muda mfupi, macho baridi zaidi. Nilikuwa na miaka 2 iliyobaki na tayari nilihisi maisha yangu yakiporomoka nyuma ya baa. Lakini yeye hakujua kwamba sikuwa nikitumikia adhabu tu. Nilikuwa nikiandaa mpango. Alinidanganya, akiishi kwa pesa zangu na kulala kitandani kwangu na mwingine. Kwa hiyo nilifanya kile ambacho mwanamume yeyote aliyeumizwa angefanya akiwa na muda mwingi tu. Niliweka misingi. Na nilipotoka gerezani, sikurudi nyumbani na maua, nilirudi na ushahidi, mkataba wa kabla ya ndoa na mpango uliokuwa na ufanisi mkubwa wa kumfanya ajute kila sekunde. Lakini wacha nianze kutoka mwanzo na nikuambie jinsi nilivyofika hapo. Miaka 3 ya gereza. Hiyo ndiyo ilikuwa hukumu. Kwa hiyo ghafla, kila kitu nilichokuwa nimejenga kwa zaidi ya miaka 10 kilianguka kwa pigo la nyundo mahakamani. Dakika moja kabla nilikuwa mmiliki wa kampuni yangu ya ukarabati maalum na samani za kifahari. Dakika iliyofuata nilikuwa mfungwa namba 47162 katika seli ya saruji baridi mbali na nyumbani. Tuwe wazi, sikuiba benki. Sikuumiza mtu yeyote. Sikuuza kitu chochote haramu. Kosa langu lilikuwa kuwaamini watu wasiofaa na namba zisizo sahihi. Hasa mhasibu aliyecheza sana na mamlaka ya kodi. Nilisaini hati ambazo sikuzisoma kwa makini. Nilimwamini na yeye akaweka zero kadhaa mahali pasipofaa. Kila kitu kilipojitokeza, yeye alizungumza na kunihusisha mimi. Mahakama haikujali kwamba nilikuwa nimewajazia kazi watu zaidi ya 20, kwamba nilikuwa nikifadhili timu za soka za vijana za mitaani, au kwamba mke wangu Pendo hakuwahi kufanya kazi siku moja maishani mwake kwa sababu mimi nilikuwa nimehakikisha hatohitaji kufanya hivyo. Waliona namba kwenye karatasi na kuninyang'anya miaka 3 ya maisha. Nilipoondoka, nyumba yetu ilikuwa katika hali kamili. Pendo alikuwa bustanini, macho yakiwa na machozi, akinishika mkono hadi maofisa walipotoa ishara. Alisema maneno yote sahihi. Alisema angeningoja, kwamba angekuja kila wiki, kwamba hii haitatutenganisha. Bado alikuwa mrembo siku hiyo. Alikuwa amevaa manukato yale yale niliyokuwa nikimnunulia siku zote kwa maadhimisho yetu. Vazi la bluu, kucha nyekundu, machozi yaliyoshika jua. Nilitaka kumwamini kwa moyo wangu wote. Kweli. Tulikuwa tumeoana miaka 7. Hakuna watoto. Pendo alisema hakuwa tayari, nami niliheshimu. Labda zaidi ya inavyostahili. Alipenda kula chakula cha asubuhi na marafiki, ununuzi mtandaoni na madarasa ya mazoezi ambayo mara chache alihudhuria kweli. Huo ulikuwa ulimwengu wake. Wangu ulikuwa vumbi la mbao, ankara, magari ya kubebea mizigo na ufahamu wa kujenga kitu cha kweli. Kitu chenye maana. Na kila jioni nilirudi kwake. Nilidhani hii ilimaanisha kitu. Nilipofika gerezani, wiki za kwanza zilikuwa kimbunga. Sheria nyingi, kelele nyingi, muda mwingi wa kutazama dari nikiuliza jinsi nilivyofika hapo. Lakini hata mahali hapo pa kutisha nilishikilia kile kilichobaki kizuri, kampuni ambayo msaidizi wangu Kasim alikuwa akijaribu kuiweka imara, na Pendo alinitembelea kama alivyoahidi. Wiki ya kwanza. Kisha iliyofuata. Alivaa mavazi yale yale ya bluu. Wakati mwingine alileta albamu ya picha au barua kutoka nyumbani. Alitabasamu akaniambia jinsi kila kitu kilivyokuwa cha kuchosha bila mimi, jinsi bado alivyokuwa akijifunza kutumia mashine ya kahawa niliyompa kabla ya kuondoka. Nami nilimwamini. Kwa nini nisingemwamini? Nilimwachia ufikiaji kamili wa akaunti. Funguo za magari yote mawili, langu na gari dogo nililomnunulia kwa siku yake ya kuzaliwa. Alibaki katika nyumba yetu. Nyumba yangu. Iliyolipwa kwa siku ndefu nikiwa magotini kwenye vumbi la mbao na usiku bila usingizi na kikokotoo na chupa ya dawa ya maumivu.
Kila kitu nilichokuwa nacho nilikiweka humo na nikampa bila kufikiria mara mbili. Nikifikiria sasa, labda hiyo ndiyo ilikuwa kosa. Wakati huo nilijiambia ilikuwa jambo sahihi. Hakuwa na kazi. Hakuwahi kuwa nayo. Sikujali. Nilikuwa nikipata kutosha kwa sisi wote wawili. Nilipenda kuwa mtoaji. Ilinipa lengo. Na nilidhani ikiwa nilipaswa kuwa mbali kwa muda, angalau nimpe maisha ya kawaida iwezekanavyo. Baada ya yote, humo ndani sikuwa na kitu kingine cha kufanya isipokuwa kufikiria. Na nilifikiria sana. Kuhusu pendo. Kuhusu nyumba. Kuhusu jinsi itakavyokuwa nirudi. Mwezi wa kwanza, kila kitu kilionekana sawa. Mwezi wa pili, sawa. Mwezi wa tatu, sijui. Labda zilikuwa barua zilizokuwa fupi zaidi. Au ukweli kwamba aliacha kuniambia mambo madogo, alichokuwa akipika, alichokuwa akitazama televisheni. Wakati mwingine hakukuja kabisa. Alisema alijisikia si vizuri au alipaswa kumsaidia rafiki. Nilimwamini. Bado alitabasamu, bado alisema maneno sahihi. Lakini kitu machoni mwake kilikuwa kimebadilika. Alikuwa akitazama mbali nami tunapozungumza. Mikono ilikuwa ikisonga kwa wasiwasi. Sauti ilikuwa tofauti, kana kwamba nilikuwa mzigo aliotaka kubeba bado mita chache kabla ya kuniweka chini milele. Nami nilianza kujiuliza. Lakini nilijiambia nisiruke kwenye hitimisho. Gerezani akili hucheza michezo mibaya. Unajisikia peke yako. Unafikiria mno. Unashuku kila kitu. Nilidhani labda nilikuwa na wasiwasi tu. Bado alikuwa anakuja, sivyo? Bado alikuwa akiandika vitabu vidogo hivyo vya kwa pendo mwishoni. Lakini kitu kilikuwa kimehamia. Nilihisi tumboni. Unatumia maisha yako yote kufanya kazi kwa kitu, kisha unaona kinateleza kupitia baa na unaanza kuona vitu vidogo zaidi. Simu iliyokosa. Mkufu mpya. Kicheko cha wasiwasi ambacho hakikuwepo hapo awali. Nilitaka kuamini kwamba yeye pia alikuwa akiteseka. Kwamba ilikuwa ngumu hata kwake. Kwamba nyufa nilizokuwa nazione sio za kweli. Kwamba upendo ungeweza kustahimili kuta na uzio. Lakini nilikosea. Na ingechukua wiki nyingine kuelewa jinsi nilivyokosea. Nadhani wakati kitu kinapovunjika kati ya watu wawili, si mara zote kinavunjika ghafla. Wakati mwingine kinapasuka polepole kama glasi chini ya shinikizo la taratibu. Ndivyo ilivyoanza na Pendo. Hapo awali alikuwa akinielekea ninapozungumza, akiweka mkono wake juu ya wangu kupitia glasi, akiuliza kuhusu siku yangu ingawa alijua haibadiliki. Lakini hii ilitoweka. Kidogo kidogo. Alikaa wima zaidi, akajiegemeza nyuma. Aliacha kuuliza maswali. Alitazama saa mara nyingi zaidi. Au kucha zake. Kisha kulikuwa na jinsi alivyoanza kuvaa. Usinielewe vibaya, hii siku zote nilipenda Pendo anapojipamba. Alikuwa na njia ya kufanya kitu chochote kiwe kizuri. Lakini jinsi alivyojitokeza gerezani ilianza kuonekana ya ajabu. Hapo awali hakutumia manukato kwa ziara. Alisema mahali pale kunanuka dawa ya kusafisha na chuma na hakutaka kuchanganya. Lakini kisha alianza kufika akinukia kama duka la manukato. Uso kamili wa vipodozi. Kana kwamba alikuwa akiigiza sehemu. Na haikuwa sura tu. Ilikuwa jinsi alivyogusa au hakugusa. Busu zikawa nyepesi. Hakuna kukumbatiana kwa muda mrefu tena, busu ngumu tu kwenye shavu kama nilikuwa mjomba wake. Ndipo nilipoelewa kweli. Wiki moja hakujitokeza kabisa. Siku mbili baadaye barua ilifika. Beti ya gari ilikuwa imekufa na alilazimika kusubiri gari la kuvuta. Hakuna kitu kikubwa, sivyo? Bahati mbaya Kasim alikuwa amemwekea betri mpya kabla ya msimu wa baridi. Sikusema chochote. Nilisoma barua mara 3 mbele na nyuma, nikitafuta ishara kwamba ilikuwa ya kweli. Mara nyingine alisema aliruka ziara kwa sababu ya maumivu ya kichwa. Hilo pia lingeweza kuwa kweli.
Sijui. Lakini ilionekana ikitokea siku za Ijumaa, siku ile ile aliyokuwa akija siku zote kama saa. Nilikaa usiku mwingi nimejilaza kwenye kitanda kile kidogo, nikitazama dari, nikijaribu kujadiliana na nafsi yangu. Una wasiwasi tu, nilijiambia. Hata hivyo kutoka hapa huwezi kufanya chochote. Na hiyo ilikuwa ukweli. Nilihisi sina uwezo. Mbaya zaidi kuliko kufungwa, nimesahaulika. Lakini niliendelea kutazama, kusikiliza. Hata mahali kama hapo una muda wa kuona vitu ambavyo watu wa kawaida hawaoni. Sauti aliyotumia kusema kwa heri. Mikono iliyotetemeka kidogo ninapotaja Billy. Pause kabla ya kujibu ninapouliza kama yuko sawa. Ilikuwa mwezi wa 4 ndipo silika yangu ilipoacha kunong'ona na kuanza kupiga kelele. Ziara hiyo alikuwa na kucha zilizofanywa nyekundu kali. Nilikuwa nimeona rangi hiyo. Ilikuwa ile ile aliyovaa tulipoenda likizo kwa maadhimisho ya mwaka wa 5. Wakati pekee alipovaa nyekundu ni alipotaka kuvutia mtu. Usiku huo nilimwomba Kasim fadhila. Kasim alikuwa pekee niliyemwamini bado nje. Kijana mwerevu alisimamia ofisi nikiwa mbali. Alikuwa kwenye orodha ya simu zilizoidhinishwa, nami nilimpigia asubuhi iliyofuata. Habari, nilisema nikijaribu kuonekana mtulivu. Nahitaji unipatie mtu. Mpelelezi wa faragha. Kulikuwa na pause. Mtu wa aina gani? Mtu wa busara. Asiyetaka kuuliza maswali mengi. Anayeweza kumfuata Pendo bila kuonekana. Ilionekana alishangaa, labda hakufurahi, lakini hakuuliza kwa nini. Alisema tu, sawa bwana. Nitafanya simu kadhaa. Sikumwambia ukweli wote. Kwamba nilikaa usiku nimeamka nikifikiria manukato ya Pendo. Kwamba nilikuwa nimepitia tena kila ziara akilini kama rekodi ya kamera nikitafuta dalili. Kwamba sikutaka kuwa sahihi, lakini hakika nisingeacha kudanganywa nikiwa ninaoza katika seli ya saruji. Kufikia hapo nilikuwa na miaka 2 ya adhabu iliyobaki. Nilijua sikuweza kurekebisha kilichokuwa tayari kimevunjika. Lakini ikiwa kile nilichokuwa nikiogopa kilikuwa kweli, bado nilikuwa na muda. Muda wa kutazama. Muda wa kujiandaa. Muda wa kuhakikisha kwamba ikiwa Pendo alikuwa ameanza kuandika sura mpya ya maisha yake bila mimi, basi mimi ningeandika mwisho. Kasim alifanya kama kawaida. Siku 2 baada ya ombi langu alinipigia simu gerezani. Nilijua kupitia barua. Ilikuwa fupi. Ilisema tu, nimepata mtu. Anaitwa Salim. Zamani askari. Anajificha sana. Utapenda. Nililazimika kusubiri Jumapili kupiga simu. Ilikuwa siku ambayo simu zilikuwa tulivu zaidi na wengi wa wafungwa walikuwa uani au mbele ya televisheni. Nilijikalia kona nikiwa na simu sikioni, jicho moja kwenye saa na jingine nyuma yangu. Sauti ya Salim ilikuwa ya polepole na ya chini. Ndiyo. Nimesikia unahitaji mtu aangalie mtu. Nahitaji mtu afuatiliwe, nilisema. Anaitwa Pendo. Ni mke wangu. Sawa, alijibu. Ufuatiliaji wa kawaida? Hapana. Nataka kila kitu. Picha, video, anakokwenda, anayekaa naye. Usipoteze hatua moja. Aliuliza namba ya gari, aina na modeli, anwani na tabia. Nilimpa kila kitu. Miaka ya kuishi na Pendo ilifanya ratiba zake ziwe rahisi kukumbuka. Hakuwa mtu wa ghafla. Alipenda tabia zake: mazoezi asubuhi, kazi za nyumbani alasiri, chakula nje mara kwa mara na marafiki wale wanaoitwa. Salim alisema angeanza wiki hiyo. Sikulala sana usiku uliofuata. Unadhani gereza inakufanya usihisi, lakini aina fulani za kungoja hukatiza zaidi kuliko baa. Siku 5 baadaye Kasim alipiga simu tena. Sauti yake iliniambia kila kitu kabla hata hajaongea. Bora ukae chini. Sikukaa. Nilikaa pale karibu na simu ya kulipa, moyo ukipiga kwa nguvu, nikitazama rangi ya kijivu iliyokuwa ikivuliwa ukutani kana kwamba ingeweza kunipa majibu.
Hajaficha vizuri, alisema. Amepata nini? Ya kutosha. Salim alipakia kila kitu kwenye kifaa salama. Kasim alichapisha na kunipelekea bahasha nene iliyoandikwa hati za kisheria. Nilipokea siku 3 baadaye. Mikono ikitetemeka, nilingoja taa zizimwe idara ilipokuwa kimya. Nilibomoa bahasha na kutoa folda iliyokuwa nzito kuliko inavyostahili. Kitu cha kwanza nilichokiona kilikuwa picha ya Pendo katika baa. Sio na marafiki, na mtu nisiyemjua. Mwili wa wastani, kofia ya beisboli. Alionekana kama mtu mwenye mashati mawili mazuri tu. Alikuwa akielekea meza akitabasamu kana kwamba ameshinda bahati nasibu. Mkono wake juu ya wake. Inayofuata yeye akitoka duka la ununuzi naye akisukuma gari kama ilikuwa jioni ya kimapenzi. Kisha wote wawili wakipanda gari langu la kifahari. Lile nililokuwa nikisafisha kila Jumamosi asubuhi kwa miaka, lile nililompeleka nalo chakula kwa maadhimisho. Sasa lilikuwa usafiri wake kwenda mahali pasipojulikana. Kisha picha za hoteli. Ile tuliokuwa tukienda kila majira ya kuchipua nilipotaka kumtendea vizuri kwa wikendi. Labda chumba tofauti. Ishara ile nje. Sufuria zile za maua. Mtu tofauti. Hawakujificha. Waliingia pamoja. Wakatoka pamoja. Saa tofauti, mavazi tofauti. Salim alikuwa ameweka tarehe kwenye picha. Usiku 3 mfululizo. Ratiba ile, gari lake linafika, yeye anashuka kwanza, yeye anamfuata. Kamera ziliwanyakua wakiingia kupitia mlango wa kando. Bila aibu, bila wasiwasi. Kana kwamba walikuwa wateja wa kawaida. Kulikuwa pia na picha katika bustani. Hawakutembea tu, walishikana mikono. Yeye alikuwa akiashiria bata. Yeye alicheka kwa kitu alichosema. Picha moja kwenye benchi, yeye akiwa ameegemea bega lake. Nyingine wakiwa wanakusanya midomo chini ya mti kama filamu. Nilitazama hiyo kwa muda mrefu. Unajua, wakati mwingine ulimwengu unaonekana kimya mno. Ndivyo ilivyokuwa nilipomaliza kupeperusha folda. Kana kwamba hata wafungwa wengine walijua waende mbali. Kana kwamba ndani yangu kila kitu kilisimama, nikasikia tu mlio wa taa juu ya kitanda changu. Nilikaa pale nikiwa nimekamata picha hizo. Tumbo lilitumba kwa nguvu sana, nilidhani nitatapika. Mikono haikuacha kutetemeka. Haikuwa shaka tena. Ilikuwa ya kweli. Halisi. Kwenye karatasi. Sikulia. Sikupiga kelele. Sikupiga ukuta. Nilitazama tu. Kisha nikatizama tena. Na sehemu mbaya zaidi haikuwa usaliti. Haikuwa kwamba alikuwa amelala au kwamba alikuwa amemleta mgeni katika maisha niliyojenga. Ilikuwa jinsi alivyoonekana furaha. Furaha zaidi kuliko nilivyomwona kwa miaka. Kana kwamba hakuwa akinisaliti tu, alikuwa akinifuta. Lakini sikumpigia simu. Sikumwandikia. Sikumwambia hata Kasim jinsi nilivyohisi. Nilikunja picha katika bahasha, nikafunga na kuiweka chini ya godoro. Sio kwa sababu nilikuwa nimemaliza. Kwa sababu nilikuwa nimeanza tu. Asubuhi baada ya kutazama picha sikula kifungua kinywa. Niliruka mlo kabisa. Nilikaa kitandani nikitazama ukuta kana kwamba ningeweza kuchimba shimo kwa macho. Kitu ndani yangu kilikuwa kimeimarika. Maumivu ya kifua yalitoweka. Yalichoma usiku, yakabadilishwa na kitu baridi zaidi. Wazi zaidi. Nisingepiga kelele. Nisingelia. Ningeandaa. Nilimpigia Kasim alasiri hiyo. Walinzi walikuwa wamezoea simu zangu za Jumapili, hakuna aliyeshughulika. Nilitoa namba yangu ya usajili na nikasubiri ishara. Alipojibu, sauti yake ilikuwa tulivu, imara, kama nilivyohitaji. Sikupoteza muda. Kasim, nilisema. Nataka uondoe pesa zote kwenye akaunti zilizoshirikiwa. Zote. Pause. Zote. Ndiyo.
Kila senti ambayo Pendo anaweza kuweka mkono, zihamishe kwenye akaunti ya kampuni au kwenye moja tofauti kwa jina lako, ninakuamini. Muhimu asigusie euro moja. Imefanyika, alisema bila kusita. Ndiyo maana nilimweka. Kijana huyo alijua lini kuuliza maswali na lini kutekeleza amri. Haikuwa wakati wa maswali. Nilijiegemeza ukutani na kutoa pumzi niliyojua nilikuwa nimeishika. Ilikuwa hatua ya kwanza ya kweli tangu kila kitu kilipoanguka. Angeweza kucheza gizani kiasi chochote alichotaka, lakini bado nilikuwa na swichi ya taa na sanduku la fusi. Kasim alifanya hivyo kufikia Jumatano. Alinitumia uthibitisho kwa barua, ukiwa umefichwa kama hesabu ya kawaida. Ndani kulikuwa na taarifa za akaunti, kufunga akaunti, mienendo. Kila kitu kimesafishwa. Akaunti zote za sasa, akiba na kadi za mkopo zilizoshirikiwa zimefungwa na zimeondolewa. Ijumaa asubuhi simu ilifika. Niliitwa kutoka kwenye spika nilipokuwa ninasafisha korido. Walisema kulikuwa na simu ya kulipwa na mpokeaji kutoka kwa Pendo. Nilifuta mikono na kuchukua simu. Faraji alisema, sauti ikiwa na hofu. Kuna kitu kisichofaa. Nimejaribu kulipa mkopo wa nyumba na umekataliwa. Akaunti ni tupu. Niliacha sekunde chache zipite. Lazima ni kwa sababu ya uchunguzi, nilisema kwa utulivu. Labda mamlaka ya kodi yamefunga akaunti. Nini? Uchunguzi gani? Hukumwambia chochote? Ni wa serikali, nilijibu. Wanachunguza kila kitu. Kuzuia mali, hatua za usalama. Utaratibu wa kawaida. Alikuwa akipumua haraka upande mwingine. Na mimi nifanye nini? Hiyo ndiyo pesa pekee niliyo nayo. Lazima nilipie umeme. Msimamizi amenituma faini nyingine kwa ua usiokatwa. Sikucheka, ingawa sehemu yangu ilitaka. Nitarekebisha, nilimwambia. Kwa sasa unaweza kuchukua mkopo mdogo. Kitu cha kuendelea hadi itakapofunguliwa. Unapaswa kufuzu kwa urahisi. Kimya. Kisha, unataka nichukue mkopo wa muda mfupi tu, nilisema. Nitalipa mimi nitakapotoka. Bado nina uwezo, Pendo. Alikaa kimya kwa muda mrefu. Nilihisi pumzi yake, mawazo yakizunguka, yakipima ujuzi mdogo aliokuwa nao dhidi ya hadithi niliyompatia. Hakuwahi kuwa mzuri na namba. Kamwe. Usimamizi wa fedha ulikuwa siku zote kazi yangu. Sawa, alisema mwishowe. Yaani sina chaguo jingine. Nitakueleza ikiwa unahitaji, nilijitolea. Weka malipo ya chini. Tumia unachohitaji. Hadi nitakaporudi tu. Tulikatisha muda mfupi baadaye. Nilikaa pale nikiwa na simu mkononi, nikitazama kupitia plexiglass iliyochongoka ya kibanda, na nilihisi kitu nisisichohisi kwa wiki, udhibiti. Alichukua mkopo siku chache baadaye. Kasim aliniambia kila kitu. Ilikuwa kiasi kikubwa zaidi ya alichohitaji. Dhahiri. Pendo hakuwahi kufanya mambo kidogo. Ikiwa alipaswa kuishi katika nyumba yangu na kuonana na mwingine, angefanya kwa mtindo. Na sasa angeweza. Angalau kwa muda. Alianza kutumia mara moja. Nilijua ladha zake. Vituo vya ustawi, nguo za kifahari, chakula cha asubuhi cha gharama kubwa kisichostahili. Kile asichokijua ni kwamba kila kutelezesha kadi kulikuwa kamba nyingine kwa kitanzi ambacho hakukuona kikishikana. Haikuchukua muda mrefu kwa malipo ya mkopo kuanza. Nami nilimjua Pendo. Angeweza kuishi katika hadithi ya hadithi, ndiyo, lakini alichukia majukumu. Hakuwahi kuwa na kazi ya kudumu, hakuwahi kulazimika kufanya hesabu peke yake. Siku zote alikuwa na mimi. Hadi sasa. Na sehemu bora. Alidhani ningerudi mimi kurekebisha kila kitu. Kwamba ningeruka kutoka milango hiyo, nitabasamu, nitamkumbatia na kuchukua deni kama mume mwaminifu anavyopaswa kufanya. Lakini nilikuwa na mipango mingine.
Mara pesa zilipotoka katika ufikiaji wake na mkopo ukimlemea mabegani, nilihamia hatua inayofuata. Haikutosha kujua. Nilitaka ushahidi halisi usiopingika, wenye tarehe, wa aina ambayo haiwezi kuelezewa kwa mazungumzo ya huzuni kuhusu makosa au upweke. Sikutaka kisasi cha ghafla. Nilitaka sahihi, kilichokokotolewa, kimeandikwa. Kwa hiyo nilimpigia Kasim tena. Nilimwambia nilihitaji fundi, sio wa kweli, mtu anayeonekana hivyo tu. Tulibuni mpango, ukaguzi wa bomba. Hakuna kitu cha ajabu kwa mtu aliyevaa sare na sanduku la zana na folda. Pendo hakuelewa chochote kuhusu matengenezo. Mara moja alinipigia simu kwa hofu kwa sababu mashine ya kusaga taka ilikuwa ikitoa sauti, kwa hiyo hangeuliza maswali. Mtu tuliyepeleka alikuwa rafiki fundi wa Kasim ambaye alimwamini. Sikuwahi kumjua, lakini hakuhitajika. Alijua la kufanya. Aliingia nyumbani alasiri ya siku ya kazi Pendo alipokuwa kwenye mazoezi au mahali pengine. Aliweka kamera 3 ndogo, moja sebuleni, moja koridoni, moja ya busara nyuma ya grili chumbani. Kwa betri zinazowashwa na mwendo. Zimeunganishwa kupitia mtandao kwenye diski salama. Bila taa zinazowaka, bila kelele. Macho kimya tu kwenye kuta. Kisha tukangoja. Siku za kwanza zilikuwa tulivu. Pendo akizunguka nyumbani akiwa amevaa joho. Simuni. Wakati mwingine mbele ya televisheni, wakati mwingine akicheza peke yake jikoni na glasi ya divai. Karibu ungeamini alikuwa mama wa nyumbani tu aliyeboreka akijaribu kujaza muda. Lakini mwanamume wa kwanza alifika wikendi iliyofuata. Hakubisha. Aliingia moja kwa moja, akiwa na ufunguo. Hilo liliniambia kila kitu nilichohitaji kujua. Walikaa sofani. Walizungumza kidogo. Kisha yeye akamchukua mkono na kumpeleka kuelekea koridoni. Kamera ya chumba ilirekodi iliyobaki. Niliharakisha sehemu kubwa. Sihitaji kuona kila undani. Ya kutosha kujua ni nani. Uso ulikuwa wazi. Sauti pia. Mrefu, nywele nyeusi, mwendo wa uhakika, kana kwamba ilikuwa nyumba yake. Aliondoka mapema asubuhi. Yeye alimsindikiza kutoka ukumbi akiwa amevaa sweta langu la zamani, kana kwamba sasa lilikuwa lake. Siku 2 baadaye mwanamume mwingine alifika. Mchanga wakati huu. Alikuwa akiendesha gari la zamani lenye kutu kwenye magurudumu. Waliagiza chakula, wakatizama filamu sebuleni. Yeye alibaki hadi usiku. Aliacha viatu mlangoni. Pendo alicheka muda wote kana kwamba hakuwa na wasiwasi wowote duniani. Mfumo uliendelea kwa wiki zilizofuata. Sio kila jioni. Wakati mwingine alikuwa peke yake. Wakati mwingine alikuwa na marafiki. Lakini mara 2 kwa wiki, kama saa, mmoja wao alijitokeza. Naye aliwakaribisha kama wateja wa kudumu wa baa aliyokuwa akisimamia. Niliorodhesha kila kitu. Muda, namba za gari, jinsi alivyobadilisha shuka baada ya mmoja kuondoka na kabla mwingine hajafika. Nilimwona akifungua draw nilizojenga kwa mikono yangu, akiwa na tabasamu la uvivu kana kwamba hakuna kile alichokuwa akifanya kilikuwa kibaya. Na katikati ya yote, barua ziliendelea kufika. Kila wiki kama saa. Sauti ile ile. Maneno yale yale. Na kukumbuka sana. Siwezi kungoja kurudisha maisha yetu. Mimi ni wako siku zote. Alisaini kila barua kwa upendo, pendo wako. Nilizisoma katika kitanda kile kile ambacho usiku nilikuwa nikitazama video ambazo Kasim alinitumia. Niliziweka zimekunjwa vizuri chini ya mto, kana kwamba zilikuwa takatifu. Kana kwamba bado zilimaanisha kitu. Hazikumaanisha. Zilikuwa uongo. Toleo la hadithi yake lililotumwa kuniweka mtulivu, kununua muda na utulivu huku akiishi kwa gharama ya jina langu, paa langu, gari langu na pesa zangu. Haikuwa usaliti tu, ilikuwa urahisi. Hakujificha hata. Bila hatia.
bila kusita, kana kwamba nilikuwa kumbukumbu tayari kuzikwa. Picha nyingine tu ya kugeuza uso chini kwenye rafu. Lakini mimi sikuwa nimezikwa. Nilikuwa nikitazama, nikirekodi, nikipanga kila klipu, kila picha, kila barua, nikiweka matofali ya kitu ambacho hangeona kikija. Siku ya kuachiliwa anga ilikuwa ya kijivu na yenye unyevu. Nilitoka milango hiyo nikiwa na begi moja la kusafiria, jozi ya jeans ngumu ambayo haikufaa tena na folda iliyojaa hati zilizosema nilikuwa nimelipa deni langu kwa jamii. Lakini sikwenda nyumbani. Sikumwambia hata Pendo nilikuwa nikitoka wiki hiyo. Alidhani nilikuwa na siku 30 zilizobaki kulingana na uongo niliomwambia katika simu ya mwisho. Nilimwambia serikali ilikuwa polepole na taratibu. Aliamini dhahiri. Hakuwahi kuhoji kitu chochote kisichohusu saizi za viatu au michanganyo ya divai. Badala ya kurudi katika nyumba niliyojenga, ile aliyobadilisha kuwa njia ya kuingia na kutoka kwa wageni, nilipanda gari la Kasim na tukakwenda moja kwa moja kwa wakili. Aliitwa Advokate Hassan. Mtu mzee, mwerevu, mwenye busara. Alinisaidia kuandika mkataba wa kabla ya ndoa kabla ya kuoa Pendo. Wakati huo aliita ya kukera. Alisema sikumwamini. Ukweli ni kwamba nilikuwa nimeona wanaume wengi wakipoteza kila kitu kwa sababu walipenda mno kulinda kile walichojenga. Nilimwambia ilikuwa tahadhari tu. Mwishowe alikubali baada ya machozi kadhaa na kimya cha maonyesho. Mkataba huo uliniokoa maisha. Ushahidi wote ulikuwa umewekwa na kuorodheshwa: picha, video, tarehe, risiti, barua, hata sauti kutoka kwenye kamera. Advokate Hassan alisema hatungehitaji hata kutoa kila kitu mahakamani. Ya kutosha tu kupitisha ujumbe. Mkataba ulikuwa na kifungu muhimu: katika kesi ya uhusiano wa nje ya ndoa wa mmoja wa pande, mwingine angeshikilia mali zote zilizopatikana wakati wa ndoa bila majadiliano. Ilifafanua pia kwamba zawadi, mali au mali zilizoshirikiwa zingerudi kwa mwenzi mwaminifu. Hii ilimaanisha nyumba, magari, samani, akiba, kila kitu. Siku chache baada ya kuachiliwa kwangu, Advokate Hassan alituma hati kwa anwani ya Pendo kupitia barua ya usajili. Nilikaa nyumbani kwa Kasim kwa wiki moja katika chumba cha wageni juu ya gereji. Kilanuka dawa ya kupunguza rangi na zulia la zamani, lakini lilikuwa tulivu na hakuna aliyejua nilikuwepo. Ndivyo nilivyotaka. Aligundua nilikuwa huru alipofungua sanduku la barua. Kufikia hapo tayari ilikuwa imefanyika. Simu ya kwanza ilifika chini ya saa 2 baadaye. Sikujibu. Kisha ujumbe ulifika. Pendo, kwa nini unafanya hivi? Uko nyumbani? Pendo, tafadhali jibu. Pendo, hii ni kwa sababu ya pesa. Tunaweza kurekebisha kila kitu. Kisha ujumbe wa sauti. Wa kwanza ulikuwa mtulivu, uliochanganyikiwa. Faraji, sielewi kinachotokea. Nilidhani unatoka baada ya mwezi. Wa pili ulikuwa mkali zaidi. Umenishika ghafla na hii. Nini kinatokea? Kwa nini hukuja nyumbani? Wa tatu alikuwa akipiga kelele. Na hapa, usipojibu nitakuja kukutafuta mimi. Nilizima simu baada ya hiyo. Niliacha kwenye draw. Kasim alinipa bia bila kusema chochote. Tulikaa kwenye terasi nyuma ya nyumba yake, tukitazama jua likizama, aina ya kimya nisisichojisikia kwa miaka. Sihitaji kupiga kelele. Sikutaka kisasi kikitolewa usoni. Nilitaka ifanyike vizuri, kimya ya upasuaji. Alidhani ningerudi kucheza sehemu. Alidhani ningetabasamu, kutoa kukumbatia, labda hata kudanganya kwa hotuba yenye machozi. Lakini sikuwa na nia tena ya maigizo. Nilikuwa na kila kitu nilichohitaji. Ujumbe wa mwisho kabla sijamzuia ulikuwa mstari mmoja. Si haki. Nilusoma mara 2. Kisha nikafuta. Jambo la haki ni kwamba inahesabu tu kwa yule aliyekamatwa. Pendo alikuwa ameishi kwa gharama ya jina langu, kazi yangu na kimya changu kwa zaidi ya mwaka mmoja.
Alikuwa na starehe ya nyumba yangu, funguo za gari langu, cheo cha mke, huku akidhihaki kila kitu neno hilo lingepaswa kumaanisha. Alidhani ningejaa nyuma. Badala yake nilitoweka. Nilimfuta kwa kila maana. Bila arifa. Bila kwaheri. Bahasha baridi tu yenye jina lake iliyotua kama tofali kwenye sanduku lake la barua. Na sikutazama nyuma. Siku ya hukumu ilikuwa imefika. Mahakama ilinuka vumbi na kahawa. Aina ya mahali ambapo ulielewa watu hawakutaka kuwepo, lakini walipaswa kukaa na kutazama maisha yao yakibadilika. Nilivaa shati safi, hakuna cha kuvutia. Nzuri na yenye heshima tu. Advokate Hassan, wakili wangu, alikuwa mtulivu kama kawaida, akiwa na rundo la folda zilizopangwa kana kwamba hazikuwa na uzito. Tulifika mapema na tukaketi mbele. Pendo alipoingia, hewa ilihisiwa ikivutwa kutoka chumbani. Alikuwa amevaa vazi jeusi linalokaza, moja nisisichowahi kumwona. Shingo ya chini, viatu virefu, nywele zilizopinda kana kwamba alikuwa akienda kwenye sherehe badala ya kusikilizwa. Vipodozi vizito kana kwamba alikuwa akijaribu kuficha msongo. Tabasamu bandia, lakini alijaribu kuvutia chumba, jaji, labda hata mimi. Nyuma yake wazazi wake, Mama Fatuma na Baba Omari. Hawakunitazama wakipita karibu na safu yangu, lakini niliona tikisi ndogo kwenye taya ya Baba Omari, jinsi Mama Fatuma alivyoshika begi kama ngao. Jaji aliingia, mwanamume mrefu mwenye miwani aliyekuwa ameona kila hila ya biashara na asiyevutiwa na yoyote. Alifungua faili. Alimtazama Pendo. Alinitazama mimi. Kisha akampa ishara Advokate Hassan. Wakili wangu hakupoteza muda. Alisimama na kuanza kutoa ukweli kwa utulivu. Kwanza picha. Kisha picha za skrini za video. Kisha filamu kamili zikionekana kwenye skrini ndogo iliyoelekezwa kwenye benchi. Picha zilikuwa wazi, zenye tarehe sahihi kwa rangi. Pendo na mtu mrefu bustanini. Pendo akimpeleka mchanga nyumbani. Pendo akiandaa chakula kwenye terasi, akicheka, akimkumbatia, huku akiendelea kunitumia barua zenye kwa upendo, pendo wako mwishoni. Sikumtazama zilipokuwa zikipita. Lakini nilihisi. Pumzi ilikuwa nzito zaidi. Alisonga kwenye kiti. Wakati mmoja alinong'ona kitu kwa wakili wake ambaye alitikisa kichwa tu. Kisha mienendo ya benki ilifika. Kasim alikuwa ameunda upya historia kamili. Utoaji kutoka kwa akaunti ya mkopo. Matumizi katika mikahawa, hoteli, maduka ya nguo, vituo vya urembo. Hakuna cha busara. Hakuna kidogo. Ukumbi ulibaki kimya. Aina ya kimya kinacholia masikioni. Nilimwangalia mara moja tu ili kuona uso wake. Baba yake alikuwa mwekundu usoni akitazama sakafu. Mama yake alisimama na kutoka, viatu vyake vikigonga kama metronomu ya aibu. Pendo alikuwa ameganda. Alikuwa akitazama skrini kana kwamba hakumtambua mwanamke kwenye picha. Kana kwamba angeweza kumfanya atoweke kwa nguvu ya mawazo. Lakini hakutoweka. Jaji alingoja kila kitu kimalizike. Kisha alitazama mkataba wa kabla ya ndoa uliosainiwa, uliothibitishwa wazi kama jua. Kifungu kilikuwa kimeangaziwa: usaliti wowote unahamisha mali za ndoa kwa mwenzi asiyemsaliti. Bila pingamizi. Bila njia za kutoka. Advokate Hassan alikuwa amefikiria vizuri. Wakili wa Pendo alisimama na kujaribu kuzungumza kuhusu msongo wa kihisia. Alisema kitu kuhusu upweke wa gereza, jinsi ilivyokuwa ngumu kwake. Alizungumza kuhusu upendo, ahadi, mkanganyiko. Haikushika. Jaji alielekea mbele na kusema, ushahidi unajizungumzia wenyewe. Kisha ikatokea. Pendo alisimama haraka sana kwamba kiti kilipinduka nyuma na kugonga sakafu. Hakugundua hata. Aligeukia kwangu, mikono ikiwa wazi kana kwamba tulikuwa kwenye jukwaa la mchezo wa shule. Faraji, tafadhali, alisema. Kwa sauti ya kutosha kusikika hata nje ya ukumbi. Nimekosea. Nilidhani nimekupoteza. Sikujua la kufanya.
Sikusema neno. Alichukua hatua mbele, kisha akaanguka magotini. Akiwa na viatu hivyo na vazi linalokaza, alionekana mbaya, mwenye kukata tamaa. Sauti ilimvunjika. Nimekosea. Samahani. Usininyang'anye kila kitu. Tafadhali. Afisa wa mahakama aliingilia. Jaji alionekana amechoshwa, lakini akamwacha amalize. Mimi sikusonga. Mahakama iliamua kwa niaba yangu. Kama ilivyotarajiwa, kila kitu kilichopatikana wakati wa ndoa kilikuwa changu. Magari, samani, mkopo wake, ilikuwa shida yake. Sikusaini chochote. Sikuwa mdhamini. Nilimwambia tu afanye. Naye alifanya. Yote kwa jina lake. Ilipomalizika nilisimama polepole. Miguu ilikuwa imara. Pendo alijaribu kunifuata, lakini afisa alimzuia. Sikumtazama tena. Sio kwa sababu nilikuwa na hasira. Kwa sababu nilikuwa nimemaliza. Alipiga kelele jina langu mara ya mwisho nilipotoka ukumbini. Lakini nilisikia tu mwangwi wa hatua zangu kwenye sakafu. Miaka 2 inaweza kuonekana kama maisha yote au kupita kama umeme. Kwangu ilikuwa yote mawili. Baada ya hukumu ya mwisho nilitoa pumzi ndefu kwa mara ya kwanza kwa miaka na kuanza upya. Sikushikilia nyumba ya zamani. Sikutaka. Kila kona ilikuwa na kumbukumbu, na sio za aina zinazostahili kuhifadhiwa. Niliuza katika mwezi mmoja na nikafunga sura hiyo bila hata kuingia ndani mara ya mwisho. Nilikaa kwa Kasim bado kidogo. Miradi kimya, ratiba rahisi. Kisha nikapata nyumba ya kukodisha upande mwingine wa mji, hakuna cha pekee, nafasi ya kutosha na mwanga. Nilikaa peke yangu. Niliarudia kufanya kazi ya mbao. Nilifanya safari ndefu kwa gari bila lengo. Siku zingine nilikaa tu warsha nikifanya kazi kipande cha mti hadi mikono ikakumbuka nilikuwa nani. Miezi 6 baadaye nilinunua nyumba yangu. Ndogo kuliko ile Pendo aliyojaza mito na mishumaa yenye manukato, lakini ilionekana sahihi. Ghorofa 1. Mifupa mizuri. Bustani yenye mti mkubwa wa mwaloni na terasi ndogo ambapo ningeweza kunywa kahawa asubuhi na kusikiliza ndege badala ya uongo. Katikati ya utulivu huo nilikutana na mtu mpya. Anaitwa Lulu. Anafundisha fasihi katika chuo kikuu cha umma. Ni mwerevu, mwenye ucheshi mkavu na hajali chochote kuhusu chapa au hadhi. Anasikiliza zaidi kuliko anavyozungumza, na anapozungumza anasema kwa uzito. Hahitaji kuokolewa. Asubiri nimrekebishie ulimwengu. Ananiacha tu niwe sehemu ya wake. Tulikwenda polepole. Bila haraka. Bila uongo. Nilimwambia kuhusu maisha yangu ya zamani jioni moja mbele ya chakula cha kuchukua. Nilidhani angeondoka. Badala yake alitikisa kichwa, akauliza maswali mawili, kisha akasema, inaonekana umepitia jehanamu na umeshika viatu vyako vizuri. Hatuzungumzi kuhusu Pendo. Hakuna haja. Sehemu hiyo ya maisha yangu iko kwenye drawer, imefungwa na kimya. Kisha Jumamosi alasiri, mimi na Lulu tulikuwa tukitembea kwenye kituo cha ununuzi baada ya chakula cha mchana. Alitaka kupitia duka la vitabu, nami nilimfuata nikimshika mkono, nikijisikia mwanamume wa kawaida kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu. Tulipokuwa tukipita mlango wa duka kubwa la ununuzi, niliona mwendo kwa pembe ya jicho. Mwanzoni sikulisajili. Kisha ndiyo. Pendo alikuwa karibu na idara ya vyakula vya kugandishwa, akiwa na gari lenye gurudumu lililopotoka. Nywele zisizopangwa kana kwamba hakuwa amezipiga asubuhi hiyo. Jeans zilizofifia na pana. Shati lililokunjwa, labda lilivaliwa zaidi ya mara moja. Gari lilikuwa limejaa vyakula vya kugandishwa, pasta ya haraka na vinywaji vya chapa ya duka. Nilisimama. Sio kwa makusudi, silika. Yeye aliniona. Macho yetu yakakutana. Kwa sekunde moja hakusonga. Kisha aliacha gari, akachukua hatua 2 kuelekea kwangu na akaanguka magotini.
Pale pale katikati ya korido ya Tiles, mbele ya milango ya friji na rafu ya biskuti zilizopunguzwa bei. "Tafadhali Faraji," alisema. Sauti ilivunjika. Nilikuwa mjinga. Sikujua nilichokuwa nikifanya. Sikufikiria ungeondoka kweli. Lulu alikuwa kando yangu, kimya. Hakuuliza. Hakunivuta mkono. Alingoja tu. Macho ya Pendo yalijaa machozi. Hakuwa na vipodozi wakati huu. Hakuna onyesho, hakuna uongo. Kukata tamaa tu. Sauti ilishuka kuwa kunong'ona. "Na kuomba," alisema. Sina kitu tena. Sikusema neno. Nilichukua hatua mbele. Sio haraka. Sio polepole. Ya kutosha tu kumfanya aelewe nilikuwa nikimpita. Alinyosha mkono kuelekea kifundo changu, lakini nilimpita kana kwamba hakuwepo. Alibaki sakafuni. Watu walianza kutazama. Wahudumu kadhaa walichungulia kutoka kwenye kesi. Niliendelea kutembea. Lulu alinifuata bila kelele, hatua zetu zikilia kwenye sakafu angavu. Sikugeuka. Sikuhisi ushindi. Sikuhisi hasira. Nilihisi tu kwamba ilikuwa imemalizika. Wakati huo haukuhusu kisasi au kiburi. Ulihusu amani. Kujua kwamba sikuwa na haja tena ya kumbeba nami, sio nyumbani kwangu, sio mawazoni mwangu, sio katika uzito niliouhisi kifua. Alikuwa amefanya chaguo zake. Nami zangu. Tulitoka kwenye kituo cha ununuzi tukiwa na begi la vitabu na furaha kimya. Sikumwona tena Pendo kamwe. Shiriki maoni yako kwenye maoni. Ni kitendo gani cha kisasi, cha baridi zaidi na cha werevu zaidi ambacho umewahi kuona au kufanya? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.